Sisi tusipokuwa na hekima, Bwana apewe sifa, kweli tutapotoka sisi wote. Ni kwa sababu ya kutoheshimu sheria na amri za Bwana. Vile Mungu amesema, inua kiboko chapa mtoto, elekeza mwenye unaona amepotea. Kuwa mtu wa kunyenyekea, kuwa mtu wa heshima. Bwana apewe sifa. Sisi zote tumekosa heshima. Unapata hata sisi wachungaji, ni kwa sababu ya kutojielewa, ni kwa sababu mitandao ilikuja, tunaongea vile tunataka, tunaposti vile tunataka, pia tunajibizana pale, lakini ni kukosa hekima. Ni kwa sababu neno la Bwana linasema, naye Mungu akasema tutajimaliza na hekima yetu. Je, mbona tusiombe hekima kwa Mungu? Ndio yale yote yanaendelea katika maisha yetu, ama katika huu muda. Tuwe watu wa Mungu wa kujitenga, ndio tuwe mfano mzuri kwa Mungu, ndio tuweze kufanyia Mungu wetu campaign. Siku hizi kila mtu ni kwa sababu ya kutoogopa, ni kwa sababu ya kutojali, ni kwa sababu ya kutowaza. Tunapata mambo ambayo tunafanya, hata kama ni kuandika na kuposti mambo kwa internet. Hatujali Mungu wetu akiwa mbinguni anasikia namna gani. Ndipo unapata wengi wanapotea, ni kwa sababu mwenye anajua nimeokoka na mwingine anajua ni mimi ni mhubiri. So ataendelea kufanya, anasema hata pastor wetu huwa anafanya. Hata niliona mchungaji akisema hivi, instead ya kukua niko kando, nisijulikane vile ninafanya, bali nimfurahishe Mungu, matendo yangu imfurahishe Mungu, matendo yangu ifanye wengi wamtamani na watamani kukaa katika maisha ya kiroho. Mimi ndio na muongozo, na mimi ndio naonyeshana jinsi ya kupotoka. Bwana apewe sifa. Sidhani kama kweli sisi wote tutaweza jua, na tuombe Mungu hekima tuweze kukua. Kazi yetu kama sisi ni wachungaji, kazi yetu ni ya Mungu. Kama sisi tumeokoka, kazi yetu ni kutetea ufalme wetu. Je, mbona tunakubali? Mbona unakubali kwa baba yako mambo yenye baba yako hapendi ingie pale? Ni kwa sababu ya kutojielewa. Mungu atusaidie sana watumishi wa Mungu. Neno la Bwana linasema, Bwana ninasema katika kitabu cha Wathesalonike 2, hiyo mstari wa 3 ya kwamba mutikareke mundu ona uriko amuheni ona atia nigukoro muthenya ucio ndugakinya uhoro wa kuregana na watho utakinyite, onake mundu uria muregi watho ataguranirio o ucio utwirirwo cira wa kwanagwo niagokirira naye tugirie. Bwana apewe sifa. Iguru ria kiria giothe gitanitio na Ngai na kiria giothe kihoyagwo. Bwana apewe sifa. Ebu imagine, mtaka kuniambia ni nini saizi haijatimia kulingana vile neno la Bwana linasema kinashikobe. Bwana apewe sifa. Neno la Bwana linasema niagokirira naye tugirie iguru ria kiria giothe gitanitio na Ngai. Saizi ukiangalia kuna mambo mengi yameinuka kinyume, ameinuka juu ya neno la Bwana. Ni mambo mengi ni mambo mengi yameinuka, inakuwa kinyume na mambo yote ambayo inahusisha Mungu. Ukiangalia useme mambo ya usafi na utakatifu, wengi wanatoa ushuhuda mpaka na ndimi zao, wanasema hakuna mtu mwenye ataweza kuwa msafi na mtakatifu. Lakini wanasahau ya kwamba wakati Mungu alisema ni usafi na utakatifu, ako na nguvu na uwezo ya kuweka watu wakiwa wasafi na utakatifu. Bora tu ukate kauli, bora tu muelekezane na yeye, na bora mkubaliane. Bwana apewe sifa. Neno Bwana linasema kai mutararirikana atirire ndari hamwe na inywe ndamwiraga maundu macio. Kwani tumesahau ya kwamba wakati Yesu Kristo na pia mtumishi wa Mungu Pauli wakati alikuwa duniani alikuwa anatuelekeza mambo kama haya. Tumesahau watu wa Mungu ya kwamba huwa tunaombiwa tuwe urafiki na neno la Bwana. Ni kwa sababu neno la Bwana ni Mungu mwenyewe. Yale sijui nikizingatia katika neno, nikiendelea kulisoma, litakuwa msaada kwangu. Tafadhali watu wa Mungu, Mungu atusaidie sana. Na zaidi ya yote, hebu tufunguke siku ya leo, tujue ni nini leo la Bwana linatuambia. Mstari wa 6 unasema, na riu nemoe kiria kigiretie mundu ucio acoke nigetha akaguranirio ida riria riagereire nigukora uhoro wa hitho wa kuregana na watho. Sikia, ni kwa sababu jambo la siri la kukataana na amri. Bwana apewe sifa, ni uraruta wira. Sikia, jambo la siri la kukataa amri za Mungu, la kukataana na sheria za Mungu zinafanya kazi. Utaweza pata sisi waokovu tunaimba katika nyumba ya Bwana, tunasema Yesu ni Bwana, lakini matendo ambayo tunafanya katika siri ya kuweka neno la Bwana kinyume, ama la kufanya utofauti na vile Mungu ametuagiza, tunayafanyia katika siri. Bwana tusaidie sana. Lakini tunasahau ya kwamba usiku na mchana kwa Bwana ni sawa. Tunasahau ya kwamba pale katika siri pia Mungu hufanyia kazi pale. Bwana tusaidie sana. Na Bwana anasema katika hilo neno Thesalonike wa pili ni chapter 2 mstari wa 7 inasema, nigukora uhoro wa hitho wa kuregana na watho ni uraruta wira. Ni kwa sababu jambo la siri la kukatana na amri inafanya kazi. No ni kuri uria ugirereirie uhoro ucio woneke riu, lakini kuna yule amekataza ili jambo lionekane sasa. Na
ego thie na mbere gwika uguo nginya riria akeherio. Bwana apewe sifa. Ataendelea hivyo mpaka wakati ataondolewa. Bwana apewe sifa. Je, ni mambo mangapi wewe huo unafanya mtumishi wa Mungu? Je, ni mambo mangapi wewe unafanya wewe ambaye unajiita mwana wa Mungu katika siri na unajua ni kinyume na sheria za Bwana? Je, unataka siku moja wakati huyu ataondolewa na wewe uondolewe pale? Ni kwa sababu naye Mungu hupa mtu nafasi, anaongojea ufanye yale yote unahitaji, anaongojea ufanye yote katika siri. Ukifikiria kuna mambo utasucceed, Bwana apewe sifa, baadaye unabishana na Mungu. Mungu naye ni nani? Ni kwa sababu yeye ndiye amebeba uhai wako. Unashindwa katika jina la Yesu Kristo na unaondoka. Ndio maana nasema katika mstari wa 8 Wathesalonike, Fadhili FM.